Basi karibu tena na hii hapa ni Melini episode ya 31. Kama basi hujasubscribe, naomba usubscribe ili tuende sambamba. Lakini pia usisahau kudondosha comment yako hapo chini utuambie umeonaje kazi hii. Basi movie yetu inaanza katika ufalme unaoitwa Gawant. Gawant ni mmoja kati ya ufalme uliokuwa umejitenga pembezoni kabisa mwa Camelot. Na katika eneo hili hapa kuna binti mmoja aliyekuwa anaitwa Elena, alikuwa amezaliwa. Binti huyu kipindi ambacho basi alivyokuwa amezaliwa, nyakati hizo alivamiwa na wachawi. Wachawi hawa walimuingilia binti huyu na kisha mtoto wa watu wa kike aliyekuwa amelala hapo akaanza kulia baada ya kuingiliwa. Hawa watu waliokuwa wamekuja basi kumfuata walikuwa ni watu wa namna gani? Ndio wale tuliokuwa tunafahamu kutoka katika episode zilizopita. Basi ndani ya ufalme wa Gawant, binti huyu baada ya miaka 20 kupita, alikuwa na binti huyu anaitwa Elena, alikuwa na hali ambayo si ya kawaida. Alikuwa ni binti ambaye kama vile ajijali wala ajipendi sana. Mara nyingine alikuwa anatembea peku. Siku moja walikuwa basi na safari ya kuelekea katika ufalme wa Camelot. Na huko kulikuwa basi kuna utambulisho ambao utambulisho huu ulikuwa ni kwa ajili ya kwake yeye kwenda kufahamiana na Arthur na mwisho wa siku waweze kuoana. Nyakati hizo babake mzazi alikuwa anamwambia kwamba mbona unatembea peku? Binti anasema kwamba sihitaji viatu. Pale binti akasema kwamba tunaelekea wapi? Mzee anasema kwamba tunaelekea Camelot. Basi binti huyu akasema kwamba huko hakuna raha za aina yote. Pale alifika mwanamke mmoja ambaye mwanamke huyu ndiye alikuwa anamlinda na kumtunza. Alikuwa anaitwa Grunhilda. Grunhilda ni mmoja kati ya mama ambaye basi anamlea binti huyu kuanzia akiwa mdogo. Basi alimlazimisha mwanamke huyu anaitwa Elena avae viatu na kisha baada ya hapo mwanadada huyu alivaa viatu ambao ni high heels na pale akaanza kujisikia vibaya. Basi safari yao kuingia katika ufalme wa Camelot ilikuwa ndio imechachamaa. Huko Camelot sasa Melini, Arthur pamoja na mfalme sasa alikuwa anajaribu kwanza kumwambia Arthur kwamba tuna kitu ambacho ni cha kipekee katika siku ya leo, ni kama vile surprise kuhusu binti anaitwa Elena pamoja na baba yake mzazi anayeitwa Bwana Godwin. Sasa katika siku ya leo Arthur alikuwa anasema kwamba Godwin mara nyingi amekuwa tukifanya sisi hapa upande wa Camelot kuandaa surprise mara kwa mara, lakini pia kutufanya sisi hapa wenyewe binafsi tuandae sherehe za hapa na pale. Lakini katika siku ya leo mfalme alimwambia kwamba ni tofauti kidogo. Kuna kitu ambacho kinamhusu Elena. Ni binti ambaye ni mzuri na pia ni mpole na mwenye hekima sana. Hata akawa ameshtukia jambo. Akamwambia kwamba mbona kama vitu vinashangaza? Mfalme akasema kwamba ndio, najua kwamba utalikubali jambo hili. Pale aliingia mfalme anaitwa Godwin pamoja na Princess Elena. Kisha wakawakaribisha. Hata aliacha njia panda kwamba je, huyu Elena anahusiana vipi na maisha yake? Elena alivyokuwa basi anamsogelea Arthur ili amsalimie pale maskini ya Mungu binti wa watu alidondoka chini. Basi Arthur alimwagiza Melini achukue vitu vyao na vipange katika chumba kizuri. Lakini pia pale Gwen, yani Guinevere, alimuuliza Arthur, mbona kama vile hauna amani? Arthur akasema kwamba kuna kitu ambacho babangu mzazi alikuwa anajaribu kuweza kuniambia, lakini nahisi kabisa kwamba ni kuhusu mwanamke yule. Basi Guinevere akasema kwamba ni kuhusu kumwoa. Arthur akasema kwamba inawezekana. Basi Guinevere akamwambia kwamba kama ni kuhusu kumwoa, basi sitajali kitu cha aina yote. Hapo kuna watu walikuwa wanakuja, kwa hiyo Guinevere alisepa. Basi katika nyakati za usiku, kipindi ambacho Arthur alivyokuwa basi anajiandaa kuelekea kulala, hapo alianza kurushiana maneno pamoja na Melini. Melini anamwambia yule mwanamke ni mzuri, lakini Arthur anasema kwamba ampendi na wala amhitaji kwa sababu ana mambo yake mwenyewe binafsi. Pale Melini kipindi ambacho basi alivyokuwa anarushiwa mto na Arthur, ule mto ulirukia katika eneo la mlango na mfalme akaingia pale. Mfalme akamwambia, naomba utoke nje, nataka niongee na mwanangu. Melini alitoka nje na kisha pale Arthur akawa anaongea na mzee wake. Mzee anamwambia kwamba kuna kitu ambacho nataka nikwambie, unapaswa kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya mwanamke huyu, yani umuoe. Lakini pale Arthur anasema kwamba mimi sihitaji kumuoa mwanamke huyu. Pale mfalme anamwambia kwamba unajua kwamba tunajenga jambo hili kwa sababu ya ufalme wa Camelot, sio kwa ajili yako. Arthur anasema kwamba hapana, siwezi kufanya jambo hilo. Basi mfalme akamwambia kwamba think about it, fikiria kuhusiana na jambo hilo, na kisha akafunga zake mlango akasepa. Basi katika upande mwingine huko hivi Elena pamoja na Grunhilda. Elena katika usiku huu alikuwa anaota ndoto mbaya sana na alikuwa anapiga makelele kinoma tena wako ugenini. Pale Grunhilda akamwambia kwamba soon all this will pass. Kwa kifupi ni kwamba alimwambia kwamba mambo yote yatakwisha. Pale alichukua moja kati ya dawa ambayo dawa hii ya uchawi akamnyunyuzia binti wa watu. Kipindi ambacho basi alivyokuwa amnyunyuzia binti wa watu pale ndio akaanza kupata nafuu, na hapo kuna hali ambayo ilijitokeza pale. Sura ya mtu mwingine kabisa mbaya kinoma. Huyu alikuwa ni kiongozi wa ili kundi la Mathize.
Basi binti wa watu alipata usingizi na nyakati za usiku wa manane mwanamke huyu alitoroka katika upande wa Camelot na kisha akaenda katika bwawa moja ambako hapa ndipo urithi halisi wa hawa viumbe ulikuwa basi unapatikana. Pale pale mwanga wa ajabu ulijitokeza na kisha kiongozi wao alijitokeza pale pale. Mwanamke huyu naye uso wake ulibadilika na kuwa kiumbe cha ajabu kabisa. Kiongozi wao alifika pale na kisha akamwambia kwamba nipe taarifa kuhusiana na maisha ya huko Camelot. Naamini kwamba umeniletea taarifa nzuri kabisa. Basi akamwambia kwamba mambo yote yanaenda vizuri, lakini pia kama ulivyokuwa umetarajia kwa miaka yote mambo yote yatakwenda kutimia. Basi kiongozi huyu akamwambia kwamba nilipanga jambo hili kwa muda mwingi sana. Kwa hiyo naamini kwamba yataenda kutendeka kama tulivyopanga. Ni zaidi ya miaka 20 wamesubiria jambo hili kwamba ufalme wa Camelot na ufalme wa Gawant uweze kuungana ili wao waweze kumcontrol mfalme wa Camelot, yani Arthur. Basi siku iliyofuata mwanamke huyu alikuwa basi anatamani kwenda kuendesha farasi. Alipotoka pale alitoka kama vile kichaa. Kwa hiyo Arthur akamfuata kwa spidi kali sana. Kisha akafika huko porini na kisha mwanamke huyu akawa kama vile haelewi nini ambacho Arthur alichokuwa basi anajaribu kuweza kumuuliza. Mwanamke huyu anaongea maneno ambayo alikuwa haelezeki. Anamwambia Arthur, mimi mama yangu mzazi alikuwa amenilea kwa muda mrefu sana, lakini pia alikuwa dereva wa farasi, alikuwa mzuri sana. Lakini pia sikuwahi kumuona. Sasa Arthur anashangaa. Hukuweza kumuona mama yako? Hiyo ni story uliopewa ama vipi? Basi mwanamke huyo akajibu kwamba ni story tu aliyopewa, maana mama yake mzazi alikufa kipindi ambacho naye pia alivyokuwa anazaliwa. Kwa hiyo hata pamoja na mwanamke huyo na story ambayo inafanana kuhusiana na uzazi wao wa kike. Basi pale pale wako basi wameweza kupata burudani, hata akampatia pale maua. Mwanamke huyo alivyoanusa ile maua pale pale akapiga chafya. Yaani kama vile ana design ya uzombi hivi. Kisha Melanie akafika pale. Hata akamwambia Melanie usiondoke. Huyu mwanamke kama vile mimi simuelewi tena kwa siri. Basi wakarudi upande wa Camelot, mwanamke huyu akamkumbatia Arthur. Kipindi ambacho basi amemkumbatia mwanamke huyu, sasa Arthur akawa anashangaa. Huyu mwanamke ananikumbatia vipi? Yaani kuna namna ambavyo basi hayupo sawa. Pale pale akawa anapanda ngazi tena kwa wengi, akadondoka tena chini. Yeye na Melanie wanaanza kushangaa. Huyu bisi vipi bwana? Asa kulikuwa kama vile kuna ukaribisho mzuri, basi burudani zikaanza hapa na pale, mfalme anadiscuss na mfalme Godwin pale pale, lakini pia Gazi alikuwa katika upande wake, alikuwa anajaribu kuweza kuangalia namna ambavyo mambo yalivyokuwa yanakwenda. Asa kila mtu alikuwa anaona kama vile kila kitu kimekaa sawa, lakini pale pale Gazi alifuata na mwanamke huyu anaitwa Grunhilda. Grunhilda kwa mara ya kwanza kabisa anaambia kwamba Gazi naweza kukaa hapa. Basi Gazi akaambia kwamba kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Gazi akasema sawa. Asa Gazi akaambia kwamba umekuwa mara nyingi zaidi ukinikwepa. Gazi anashangaa. Nimekwepa lini mama? Mbona kama sijakwepaga? Kisha mwanamke akaambia kwamba nahitaji kuweza kupata burudani mimi na wewe. Gazi anasema ndo kwanza natongozwa kwa umri huu. Pisi anamwambia kwamba naweza kupata usingizi mzuri mimi na wewe. A very good evening indeed. Asa Arthur katika meza yake huko hivi. Huyu mwanamke nywele zinadondoka katika maziwa yake na kisha anazila zile nywele. Kisha pale pale baada ya kula ile nywele moja, hapo akaanza kupata kwikwi. Watu wanaanza kumshangaa. Huyu anafanya nini? Mbogana anamshangaa, Guinevere anamshangaa, Arthur anamshangaa. Hapo Arthur akasema hapa nimejichanganya. Katika upande mwingine tena huko hivi kipindi ambacho basi walivyokuwa basi wanapiga story kati ya kwake Grunhilda pamoja na Elena. Elena basi alikuwa anashangaa sana, anasema kwamba Arthur anaonekana kwamba anipendi. Ila Grunhilda anamwambia kwamba Arthur anakupenda wala hata usijali kuhusiana na yeye. Kisha mwanamke huyo anasema kwamba kama ananipenda mbona aonyeshe dalili za aina yoyote? Mwanamke huyo anamwambia kwamba lazima ujali kuhusiana na hilo, kwamba mwanaume huyo atakupenda siku hadi siku taratibu. Pale pale kumbe bana wana siri yao hawa watu wawili. Uaga huyu mwanamke anakulaga chura. Kwa hiyo alimlisha chura moja ambaye chura huyu mwanamke anaitwa Elena alikuwa anamla tena akiwa anajilamba kabisa. Kisha akamwambia kwamba najua kabisa kwamba utakuwa ni binti ambaye ni mzuri na ndoa yako ndo siku ya kesho. Sasa wakati wa mchana huyu mwanamama anaitwa Grunhilda uaga naye pia ana hali ambayo si ya kawaida. Uaga mara nyingi anakulaga naye nzi pamoja na vitu ambavyo ni vya ajabu sana. Yaani kama vile ana dalili za kuwa kama vile kinyonga. Sasa alikuwa amepita huko msituni na kisha Melanie akawa anashangaa huyu mwanamke anaenda kufanya nini huko msituni. Hapo akamfuata nyuma. Tena akiwa anatabasamu kabisa. Mara ghafla akamkuta kwamba ameinama katika eneo ambalo basi kuna mfereji kidogo na kisha ameconcentrate, anatoa ulimi nje na kisha anakula nzi. Anatoa ulimi nje kisha anaanza kula vitu vya ajabu. Hapo Melanie baada ya kugundua ile jambo, alitupa ile majani yake pale chini kwa sababu ilikuwa ni majani ya dawa. Akakimbia kwenda kumwambia Gazi. Gazi anaambia kwamba inawezekana kwamba huyo mtu anaumwa au kuna kitu cha ziada ambacho umekiona. Pale Melanie akaambia kwamba huyo mtu haumwi bali ule ni uchawi. Akamwambia kwamba ulimi ulikuwa mrefu saizi hii. Akamwonyesha tena na saizi. Hii inamaanisha kwamba Melanie alikuwa ana majibu ambayo ni sahihi kabisa kwamba kuna jambo ambalo si la kawaida. Basi Gazi akaanza uchunguzi wake. Akaenda katika chumba ambacho Grunhilda kipindi hicho alikuwa hayupo. Akaanza kuchunguza huku na kule. Mara ghafla akakutana na unga ambao unga huu mara nyingi
zaidi ndio ule unga ambao anaikiwaga yule mwanamke anaitwa Elena, kipindi ambacho anaanza kuota ndoto mbaya usiku. Basi Gazi akarudisha kile kimfuko chake katika eneo lake, na hapo hapo baada ya kusikia kwamba kuna mtu anakuja pale ndani akawa amesimama. Basi Grunhilda baada ya kumuona Gazi pale, Gazi sasa akaanza kujitetea, akasema kwamba kuna kitu ambacho nataka kuweza kumwambia mwanamke anaitwa Elena, nataka kuweza kumwandalia akaanza kujingatangata, lakini ukweli wa mambo ni kwamba alikuwa amefuata hapa jambo moja tu, kufanya uchunguzi kuhusiana na maisha ya watu hawa. Je, ni wachawi kweli au la? Pale Grunhilda akamsogelea akamwambia kwamba acha kunidanganya, kuna kitu ambacho umekifuata hapa, najua kwamba ulikuwa umenifuata mimi hapa. Gazi akaanza kushangaa. Hapo Gazi kabidi sasa ajibu, ni kweli nimekufuata wewe. Basi mwanamke huyu akaanza kumshika shafu akamwambia kwamba naelewa. Hapo mwanamke akamwambia kwamba Elena hatarudi kwa hivi sasa, atakaa kwa muda mrefu kidogo. Kisha Gazi anaanza kujitetea kwamba nataka niweze kuondoka. Mwanamke akajilaza katika kitanda, kisha akamwambia kwamba njoo kula kitu kizuri wewe, njoo kula kitumbua wewe. Gazi sasa akaona akaamua kusepa. Basi huku Melanie anapewa taarifa kwamba wamekutana na moja kati ya unga unaitwa Pixis. Pixis ni moja kati ya unga ambao ni wa kichawi, na unga huo unatumika kwa watu ambao walikuwa wamelogwa, na mara nyingi zaidi usiku wanaopata mambo ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo Gazi pamoja na Melanie wanajua kugundua kitu kimoja, kwamba huyo mwanamke inawezekana kwamba amemloga binti wa watu. Na hapa ndipo basi Gazi pamoja na Melanie walivyoanza kuchakata ni kwa namna gani ambako basi wanaweza kupata ukweli kuhusiana na ndoa hii kwa Arthur, kwa sababu Arthur ni kama vile anaenda kutumika na wachawi. Usiku ulipofika, Arthur alikuwa basi analazimishwa na mfalme kwenda kumuoa mwanamke, lakini Arthur alikuwa anabishi, lakini mfalme anamwambia kwamba lazima umuoe huyo mwanamke. Sasa Melanie akaanza kufuatilia. Mwanamke huyo anaitwa Elena, kipindi ambacho basi amelala usiku huu wa leo akaanza tena kulia. Kilio chake kilikuwa si cha kawaida. Pale akaekewa tena ule unga. Unga ule ulikuwa ni ule unga wa Pixar. Pixar ni moja kati ya unga ambao ni hatari sana. Pale baada ya kuweza kumwekea, kuna sura ambayo inajitokeza, na sura hii ya kiongozi wao. Yule anayemuongoza hata huyo mwanamke. Basi Melanie baada ya kuweza kuona ile sura, hapo akadondosha vitu na kisha akaanza kukimbia. Maskini ya Mungu alionekana, na baada ya kuonekana sasa, hii ndio ikawa hali mbaya zaidi. Sasa baada ya kuonekana kwake kulimfanya mwanamke huyu anayeitwa Grunhilda kuwa makini zaidi. Siku iliyofuata basi pale mwanamke anaitwa Morgana alimfuata mwanamke huyu anayeitwa Guinevere, na kisha akaanza kumuuliza maswali mengi kuhusu ndoa ya kwake Arthur. Je, anajisikiaje kwamba Arthur anavyoenda kumuoa Lady Elena? Sasa Guinevere pale akajibu kwamba ni jambo zuri na ni jambo ambalo basi linaweza likamfurahisha. Basi mwanamama Lady Morgana akamwambia Guinevere, nikitazama macho yako ninaujua ukweli kwamba unampenda Arthur na Arthur anakupenda wewe. Lakini Guinevere kabisa na kusema kwamba hapana, mimi hapa simpendi. Basi Lady Morgana akamwambia kwamba kama ukijua kwamba Arthur hata kama anakupenda hawezi kukuoa, kwa sababu ni mambo ambayo yalipangwa zaidi ya miaka 80 iliyokuwa imepita. Basi mwanamke anaitwa Guinevere alijisikia vibaya na kisha akatoka nje. Kwa upande mwingine tena Melanie pamoja na Gazi walianza kusoma vitabu, na vitabu hivi vilikuwa basi vimeweza kuhifadhi siri nzito kuhusu uchawi uliokuwa umetumika kwanza basi kumlea mwanamke yule mpaka pale alipofika. Mwisho wa siku akaja kugundua jambo moja tu, kwamba mwanamke yule aliyekia uchawi tangu akiwa utotoni. Basi mwanamama Lady Guinevere akaja kuongea na Arthur na akamwambia Arthur kwamba watu wote wanaongelea kuhusiana ndoa yako, naamini kwamba itaenda kuwa nzuri. Basi Arthur akamwambia kwamba ndio, unajua kwamba upendi jambo hili, lakini mwanamke anaitwa Lady Guinevere akamwambia kwamba najua kwamba haliwezekani, na watu wengi wanasema kwamba haitawezekana kati yangu mimi na wewe, sheria hizo zivunjwe. Hata anamthibitishia kwamba nitavunja sheria hizo kwa ajili ya mapenzi yangu kwako. Mpaka machozi yanamtoka mzee. Mwanamama naye pia akawa anatozwa na machozi. Hawa watu wanapendana. Basi baada ya muda Melanie katika siku ya leo walikuwa wanategemea kwamba ndo shamra zimeanza. Gazi akafuatwa na Melanie. Pale Melanie akamuuliza kwamba ile dawa uliyokuwa basi nimekwambia uweze kuiandaa, umeshiandaa au bado? Pale hata katika siku ya leo anapaswa amuengage mwanamke huyu. Sasa akatangaza pale, mabibi na mabwana, leo ni siku nyingine tena. Nataka niweze kutangaza jambo moja tu, kwamba binti aliyoko mbele yenu hapa hivi, Elena, ni moja kati ya binti ambaye nimekuwa nikimpenda na nimekuwa nikimhitaji katika maisha yangu. Pale akamwambia kwamba
kwamba Elena, you will be my wife. Basi akapiga goti na kisha akamvisha pete. Watu walishangaa, lakini huku Gaz pamoja na Melanie baada ya kurudi katika chumba chao, basi Melanie alipewa kazi moja tu, kwenda kutafuta maua ambayo maua haya yatatumika kwa ajili ya dawa. Melanie ametafuta amerudi pale uso wake umechafuka kinoma noma. Sio ni mashamba gani alikuwa ameenda kuyatafuta hizi dawa. Basi pale Gaz akaambia kwamba hii dawa itaenda kufanya kazi vizuri kabisa. Wakaanza kuitumia tena kipande baada ya kipande. Usiku ulipofika, taarifa zikamfikia kiongozi wa ile kundi la Sidhi. Basi akapewa taarifa kwamba Melanie ameshafahamu siri kwamba mwanamke yule alilogwa kuanzia akiwa mdogo. Yeye pamoja na Gaz ameshafahamu siri ile. Basi mzee huyu akasema kwamba hawajui kwamba wanafanya kazi ambayo mimi mwenyewe binafsi ni mtu wa namna gani. Lazima nikamuonyeshe huyo kijana namna ambavyo itakavyokuwa katika maisha yake. Lazima afe. Basi wakaplani kwenda kumuua Melanie kwa kuwa walikuwa hawajui kwamba Melanie naye pia ni mchawi. Usiku ulipofika, kiongozi huyu wa Sidh aliingia ndani ya Camelot. Akafika katika chumba cha kwake Gaz. Sasa akamkuta Gaz na kisha baada ya hapo akaingia katika chumba cha kwake Melanie. Melanie baada ya kusikia kwamba kuna hali ambayo si ya kawaida pale ndani, akaona kwamba kuna mwanga wa ajabu. Akamwona kabisa huyu mzee anataka kuweza kumlipua. Pale naye pia akainama chini ya uvungu akachukua fimbo yake. Anaanza naye pia kutumia uchawi wake pale. Huyu mzee naye pia akaanza kujikinga. Melanie anatoka nje chapchapu, mzee akadondoka chini. Pale akapigwa kimbola mzee namna hii. Gaz naye anaamka anashangaa kwamba watu wanapambana mzee, uchawi kwa uchawi. Melanie piga huku piga kule, vitu vikaanza kuanguka. Basi pale Gaz ilibaki kidogo tu aingiliwe na hichi kiumbe. Melanie sasa alimpiga moto mzee huyo kiongozi wa Sidh, naye pia akapotea. Sasa shelfu lililokuwa limeangushwa ndio shelfu lililokuwa na ile dawa ambayo Melanie alienda kutafuta maua yake huko porini. Sasa Gaz ndo anamwambia Melanie kwamba dawa hiyo ndio ilikuwa imebaki mzee. Asa asubuhi na mapema ilikuwa ni siku nyingine tena, ambayo siku hii ilikuwa ni siku ya harusi, ambako siku hii Elena anapaswa aandaliwe vizuri. Elena aliamka pale akiwa mzito. Basi Lady Grunhilda alimwamsha na kisha akamwambia kwamba amka ujiandae kwa sababu ndo siku yako leo. Basi nyakati nyingine tena huku Melanie pamoja na Gaz mchaka wakaanza kuandaa dawa. Wakapata potion kidogo tu, ambapo potion hii ilikuwa ni kwa ajili ya kwenda kumnywesha huyo binti. Sasa wanatafuta njia ya kwenda kumnywesha Elena, ambayo basi njia hiyo itasababisha Elena aweze kujitambua na mwisho wa siku yule pepo aliyokuwa ndani yake aweze kumtoka. Basi bwana akamfuata mwanamke huyu anayeitwa Grunhilda, na Gaz akapretend kama vile alikuwa anamtaka mwanamke huyu kimahaba. Akamwambia kwamba tukutane katika vaulti ya Camelot, ambako huko tutakuwa mimi na wewe. Basi kwa kuwa mwanamke huyu alikuwa amewasha hisia na hajawasha akili, hapo sasa akakubaliana na Gaz kwamba atakutana naye kabla ya harusi hiyo. Basi mwanamke huyu Grunhilda akaamua kumwahidi Gaz kwamba anakuja muda si mrefu. Gaz sasa akamwambia Melanie, unapaswa uweze kufanya utaratibu ule uko umenyoka. Mwanamke huyu kipindi ambacho ataingia hapa, fanya juu chini, asinikisi kupitia ulimi wake. Ule ulimi utakuwa ni mchafu sana, maana ulimi kama wa kinyonga. Hapo akaja yule mwanamke tena kwa mawenge. Hapo baada ya kutazama lile eneo alifurahi sana, akaambia hii ni romantic place, sehemu nzuri sana, nilikuwa nikiota moment za namna hii. Gaz naye anaanza kujingotangata, me too, long time for this time sijawahi. Sasa hapo Melanie naye akachoropoka katika lile eneo na kisha akaenda katika eneo la mlango. Hapo Gaz akasubiria basi watu hao waweze kukisi. Kisha mwanamama akaanza kufunga macho, Gaz akatoweka. Gaz akakimbia katika eneo la mlango na kisha Melanie akapiga kimbola katika lile eneo, mlango ukajifunga. Na kisha baada ya mlango kujifunga, mwanamama Grunhilda akamkimbilia Gaz tena akiwa na hasira sana. Akamwambia Gaz, hujui nini ambacho umekikosa, ni mapenzi matamu sana. Akatoa ulimi wake na akamlamba Gaz tena katika kidevu chake. Gaz akafunga mdomo wake, mzee hataki kitu cha aina yote. Kisha Gaz pale pamoja na Melanie wakakimbia kuelekea katika chumba cha kwake Elena kwenda kumpa dawa. Huku mwanamama kabaki huku nyuma anapiga kimbola hivi, mlango ufunguki. Piga kimbola tena, mlango ufunguki. Kwa mara nyingine tena akatumia nguvu zake zote, piga kimbola, wapi, mlango ufunguki. So umefungwa kwa uchawi, naye pia akawa anatumia uchawi. Huku watu wameshakusanyika katika eneo basi la sherehe, watu wanasubiria kwamba mwanamke yule aingie pale. Hata naye Morgana yuko pale, mfalme ana furaha. Hasa mwanamama huko katika eneo la vaulti alipiga kimbola cha mwisho. Uchawi huu ni uchawi wa ajabu sana, akavunja kabisa ule mlango. Huku Melanie pamoja na Gaz bado hawajafika. Melanie akampiga kimbola tena, mwanamama akaenda down. Gaz akaenda katika chumba cha kwake Elena kwenda basi kumpa ile dawa. Akajaribu kumconvince
polisi ampe dawa ile kwa ajili ya kumfanya ajiandae na kuwa vema sana. Akamuulizia Grunhilda yuko wapi, lakini Gazi akasema kwamba anakuja, kuwa na amani. Basi Grunhilda alikuwa ananguruma tu katika upande wa pili huko hivi. Gazi baada ya kumpa dawa ile, mwanamke yule meza kidogo tu akazidisha kumbembeleza ili basi angalau ainywe yote. Huko nje Merlin anampiga kimbola tu Grunhilda. Grunhilda afi, yani anatumia fimbo yake mara ya kwanza, mara ya pili mpaka mara ya tatu. Hapo hapo aligeuka kuwa mchanga. Kisha katika upande wa pili huko hivi katika chumba ambacho Elena alikuwa pamoja na Gazi akakuta pale na Merlin. Merlin amefanya haraka. Gazi anasema kwamba jaribu. Merlin akachukua ile dawa chapchapu na kisha akamwambia Elena, fungua mdomo wako nikuwekee dawa. Elena akaminywa pua na kisha akaekewa dawa. Hapo Merlin akasubiria kwamba huyu mtu aliyoko ndani yake basi aweze kujitokeza, maana ni kama vile pepo. Kisha akajitokeza. Baada ya kujitokeza tu hivi Merlin akupoteza muda. Hapo alimpiga gimbola mzee kisha akatoweka. Basi mwanadada Elena baada ya kuamka alianza kumuuliza Gazi yuko wapi Grunhilda. Basi Gazi akamwambia kwamba Grunhilda anakuja. Kwa upande mwingine tena huku hivi Arthur naye akawa anajiandaa na Merlin alikuwa naye sambamba. Basi Merlin alimtakia safari njema, lakini Arthur alikuwa na mashaka sana katika siku ya leo. Katika eneo basi ambalo basi mwanamke huyu naye alikuwa basi anaendelea na baba yake, naye pia alikuwa anajisikia amani kabisa. Ndoa ndio ilikuwa inapaswa kufungwa. Arthur anaulizwa, "Je, Arthur Pendragon umekubali kumuoa huyu mwanamke anaitwa Elena?" Arthur anasema nimekubali. Basi naye mwanamke anaitwa Princess Elena aliulizwa, "Je, unamkubali kuolewa na Arthur?" Akasema kwamba ndio. Kisha Arthur akasema sorry, samahani kidogo. Basi kisha akaanza kumwambia, wewe ni mwanamke mzuri na ni mwanamke ambaye una sifa zote, lakini katika siku ya leo nataka nikwambie kitu kimoja. Kiukweli moyo wangu haujakupenda. Pia mwanamke huyu akasema naye pia hakumpenda Arthur, bali ni mapenzi ya wazazi tu yamewafanya waingie katika huu mchakato. Kisha Arthur akamwambia kwamba nakuombea tu upate mtu unayempenda. Kiukweli sitaweza kuishi na mtu ambaye simpendi. Basi pale ndoa ilivunjika. Kwa hiyo ndoa haikufungwa tena. Watu wakabaki wakiwa wanashangaa. Basi Guinevere pamoja na Lady Morgana anatabasamu tu, anajua kusema kwamba Guinevere plani yake imetiki na ataenda kuolewa. Lakini sasa mfalme alimfuata Arthur tena akiwa na hasira kabisa, akimlaumu kwamba kwa sababu gani amemzalilisha mbele ya watu wote wale. Arthur anasema kwamba ni kwa ajili ya moyo wangu na wala si kwa ajili ya moyo wako. Nafanya vile kwa ajili ya kile ambacho nakiona kwamba ni sahihi. Sihitaji kuishi na mtu ndani ya Camelot na wala simpendi. Basi mfalme wa eneo basi la Gwent, yeye pamoja na binti yake waliwaaga watu wa Camelot, lakini pia mwanamke huyu pia alimwombea Arthur katika siku za usoni wote kwa pamoja waweze kupata mtu aliyekuwa sahihi. Kisha mfalme wa Gwent ambaye ni Lord Godwin alimwambia mfalme wa Camelot kwamba una mtoto ambaye ana akili sana, ni mtoto ambaye ana hekima na busara, amefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Bana, naam. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa na ziada baada ya watu wao kuondoka katika upande wa Camelot. Dondosha comment yako hapo chini uniambie, je, umeonaje maamuzi ya wake Arthur? Je, kama ni wewe umeambiwa kwamba muoe mtu usiyempenda, ungemuoa au la? Bye bye for now.